Mimi kwangu sina mchezo na zaka. Mtu halipi zaka tunatimua, na nimewaambia kabisa, ndio maana nimeweka milango mingi. Kama huwezi kulipa zaka tu, wahi mlango wa kwanza mbele yako. Na watumishi wengine hawa wanauza maji, wanauza mafuta wapate pesa, kwa sababu washirika wengi Tanzania mabahili hayataki kulipa zaka, na wachungaji wengine hamtaki kuhubiri juu ya zaka. Mimi kwangu sina mchezo na zaka. Mtu halipi zaka tunatimua, na nimewaambia kabisa, ndio maana nimeweka milango mingi. Kama huwezi kulipa zaka tu, wahi mlango wa kwanza mbele yako. Kule kila jina linaandikwa na hela yake, anapata mshahara kiasi gani, kuna fomu ya kujaza, anapata mapato kiasi gani. Kule kwetu ni zaidi ya TRA. Walikuja TRA kujikagua, mpaka leo wanasimulia. TRA walikuja, yote yameandikwa kwenye makompyuta yote, tukawapa makompyuta, tukawaambia hela yetu hii inapatikana hivi, someni. Wakaona kila jina, mshahara, kipato, kiasi gani anatoa, hajatoa mwezi gani, hela yote imejumlishwa. Wakajumlishwa mpaka wakaona hela iliyoko benki kiasi kadhaa, jumla yote wakaangalia, hamna hela yote. Wakakagua, wametukagua ndani na nje kuona kama kuna utapeli wowote. Wakasema, wakatangaza, hela yote hii imepatikana kwa zaka, kwa changizo, kwa sadaka. Ndugu zangu, kama unapokea zaka kisawasawa, zaka inaleta hela nyingi sana kanisani. Ndio maana shetani hataki tuhubiri zaka, inataka jasiri. Siku moja nitawapa ujasiri wa kuhubiri zaka, na kila mmoja kwetu tukihubiri wote zaka, huyu akitimuliwa hapa akikimbilia. Kuna wakati niliwatimua watu kwangu, wakakimbilia hapa kwa Mtume Fernandez. Walivyokimbilia hapa, akamkuta mama hapa, wakasema tumetoka kwa Kakobe, tumefukuzwa. Mmefukuziwa nini? Zaka. Akasimama mama Fernandez akasema, na hapa bila zaka na hapa bila zaka hamtakaa. Sisi wote tukihubiri zaka, kutakuwa hamna pa kukimbilia, na makanisa yetu yote yatakuwa na pesa. Kuna mabilioni katika akaunti ya kanisa letu, na yote ni zaka. Hatuuzi mafuta, hatuuzi maji. Kuna njia ambayo Mungu ameiweka. Mungu amejua, anajua majitu ni mabahili, anajua tangu mwanzo. Wewe ukianza kuhubiri hiari, tawa kwa hiari, hamna hiari wewe. Alikuwepo yule mtu mmoja tajiri, anakuja kwa Yesu, akamwambia, nifanye nini mwalimu nipate kurithi uzima milele? Unajua amri? Akasema ndio. Zote, usiibe, uheshimu wewe. Akasema yote nimeashika tangu mtoto wangu. Akamwambia okay, basi imebaki, umepungukiwa na neno moja tu, pesa. Wewe bahili, hebu toa hela hapa, hebu hela yote itoe hapa, ndio utaona uzima wa milele. Hebu ilete. Alikimbia bila kuaga. Halafu wao nafikiri hiari, hamna hiari. Ndio maana Mungu akasema, kwanza kabla ya hiari, lete zaka nyumbani mwa Bwana, tumalizane kwanza. Ndio maana mnauza mafuta, hamna hela. Mimi siuzi mafuta, nina hela kuliko nyinyi.
mnauza maji, mnauza mafuta, lakini nyinyi naweza kuwakopesha. Leo mje kwa Mungu, tuanze upya kwa Kristo. Mumuhubiri Kristo. Mkimuhubiri Kristo mtapata upako hata kuhubiri zaka. Hela unayoitaka ni si kwa ajili yako, ni kwa kazi ya Mungu. Italetwa. Tuko tayari kuchukua nafasi ya chini? Tuko tayari kunyenyekea chini ya mkono wa Mungu ulio hodari? Atatukweza kwa wakati wake.